Na karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya, na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji ni Omari Makelele Ozil. Katika taarifa zetu hizi za habari, tuanzie katika mji wa Baraka. Ni kwamba mkuu kiongozi wa kitengo cha serikali cha DGD ya Baraka Fizi ameshtumu vitendo vya baadhi ya wachuuzi wanaotumia majina ya viongozi wa vyombo vya kiusalama ili kutokulipa ushuru wa serikali. Mengi zaidi naye mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma, ambaye ameandalia Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV ripoti kamili. Kwake Safari Kamanda Christophe, mkuu kiongozi wa kitengo cha DGDA, amesema hayo kisha mfanyabiashara mmoja kunaswa kwa kutumia jina la Kamanda Amuri William ya Kutumba. Hiyo nitasema kama sio barua. Hiyo ni kitasi ambayo kutoka mu system ya kwetu Sidonia. Wakati mtu anakuja kulipa mzigo, ana declare marchandise ya kwake na tunamtoshia kibarua. Na ile kibarua ndio ilitoka avec makosa, parce que mtu mwenyewe alikuwa kudeclare mzigo, ilionekana kama haiko yeye ndiyo William, alikuwa na jina lingine. Lakini kufanya ukorofi akatafuta kutumikisha jina vibaya ya mzee William, ilikuwa haiko William. Ule mtu mwenyewe ilikuwa biashara ya kawaida tu, ilikuwa mabia. Tuliweza kualerter ma service, tuka alerte service ambayo inahusika na antivaleur mwa hiyo chama ya CNPC, wakakuwa kutusaidia porque tuweze kugundua effectivement ule mtu na aweze kuadhibiwa vikali. Mara nyingi antuka iko mara nyingi, mara ya kwanza wanasema jina ya William, na si kama wafanyakazi ku DGDA hatumfamvie mzee, si tukwazia kama ule mzee mwiko mbele yetu ndiye William. Ndio vile tumpokea mu ofisi ya kwetu, kwani wanasema kama doa nasema kama mwenye mzigo yepe kafika kudeklare mzigo wake kwake. Naweza kudeklare mzigo wake kwake, lakini wakati anasema ni William, tukisema karibu, tukimpokea katika ofisi ya kwetu. Message naweza kutransmettre kwa commerçant, wa declarant, hata viongozi mbalimbali ya serikali, wazalendo, FARDC, siyo kadhalika, wachunguzi ile jambo mzuri sana. Wakati mtu anafika pale, hata tukikuwa katika fujo kujua identity ya wale watu, na walituingilia watu walikuwa pale, na hapakuweza kugundua kama ule mtu ni mkorofi, na sisi tukimpokea vile mkorofi membo, isipokuwa tu alilipa kitu kilitukwaza sana ni kuutilize jina ya mzee William mwa ile maprocedure ya douane. Tunakatala ile vitu ile. Naye Sam Jafet, akiwa mmoja kati ya viongozi wa SNPCC, amesema wao kama wao aliyetumia jina la Kamanda Amuri William ya Kutumba ili kutokulipa ushuru bandarini wamfahamu. Hiyo taarifa ilitupa mshituko mkubwa, na sisi pia tulipoona hicho kibarua, ndio maana umetuona tupo kwenye ofisi ya DGDA ambayo ni ofisi ya douane kuja kuulizia hilo jina limepatikanaje na hicho kikaratasi, maana tunajua kiongozi wetu sio mfanyabiashara. Baada ya shutuma hizo na kuzifuatilia kwenye ofisi, tumefanya kikao cha muda mrefu, tumefanya upekuzi na uchunguzi, tumekuja kugundua mtu aliyesababisha hicho kitendo pamoja na ofisi hiyo ya DGDA. Nafikiri wana maelezo zaidi wao. Tunataka kuhakikishia kwamba wanapokuwa wanaleta majina kama hayo, tunaomba vitengo vyote vinavyohusiana na ushuru, sio tu vile vya douane, hata wale wanaofanya ushuru katika miji, wawe makini kutafuta information ambayo ni kamili kwa kiongozi mwenyewe au kwenye services zetu. Sisi itawasaidia sana kugundua hao majambazi wanaotumia hilo jina. Tunataka vitengo vyote vile vya serikali kwanza wenyewe wawe makini. Unapoorozesha mtu na kutaka alipe, ile identity yake inatakiwa nakupa kitambulisho chake kinafanana na hayo majina. Hicho ni cha kwanza. Lakini cha pili, hilo jina linapokuwa limetajwa, wawe makini kutafuta vyanzo kwa yeye mwenyewe aidha kwa watu wake wa karibu. Upande mwingine, Safari Kamanda Christophe, mkuu kiongozi wa DGDA, amesema ni kupitia kosa la kudanganywa ndiyo imepelekea jina la Kamanda Amuri William ya Kutumba kuonekana katika harakati za kufanya biashara. Mtomba msamaha mzee William, kama mtomba mzee William ya Kutumba msamaha, parce que mie peke personnellement si mfamille, na isipokuwa tu watu wanakuwa na majina sawa sawa wakati alisema William, basi sisi wema ndio mzee huyu, isipokuwa ilikuwa yeye.
kumomba tu msamaha tu, lakini tunajua kama ile kosa hatarudia tena. Tunataka kuchunguza mzuri sana, na wenye deklara au mzalendo au mtu wa serikali, mtu wa security mwenye atajikuta tena ile erreur, en tout cas tutamtraduire justice, parce que hatutaendelea kuwa nadanganywa hivi sasa vile watoto kidogo. Mwishowe Sam Jafeti amewataka wafanyabiashara kulipa ushuru kama kawaida na sio kutegemea vyombo vya usalama ili kutokulipa ushuru wa kiserikali. Ni kwamba wale wanaotumia majina ya viongozi kwetu sisi tunawachukulia maadui kama adui mwingine, kwa sababu wanachafua jina la kiongozi na kumchimbia shimo ya kesho. Ni onyo kali sana kwa wananchi wanaotumia majina ya viongozi. Hatutovumilia vitendo kama hivyo, wajipange kama wafanyabiashara na kulipa ushuru ili serikali yetu ipate maendeleo. Kwa hiyo sheria itachukua mkondo wake kwa mtu atakayebanika kwa mambo kama hayo. Na kule katika mji wa Kamituga, tukiwa katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni kwamba mashirika ya kiraia Mwenga Kamituga yamemtaka gavana wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki kutokeza njia nyingine inayowezesha wafanyabiashara aina ya dhahabu kujinusuru kimaisha. Hivyo ni baada ya gavana kutoa kibarua cha kupiga marufuku dhahabu kupelekwa hapa Bukavu. Akizungumza nasi, Wisoba wa Kilongo Fisto, mratibu wa shirika la raia BDH, ametoa ujumbe ufuatao kwa gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki. Ujumbe yangu ku serikali, surtout kwa gouverneur wa province ya Kivu, professeur Purusi, ni kusema kama population ya territoire ya Mwenga na vile ya Kamituga, surtout ba operateur économique banateswa na mesure yenye gouverneur alifanya. Gouverneur alifanya mesure ya kusema kama kusikue hata oro moja yenye itaenda Bukavu. C'est bon. Tukafanya barua yenye tunaandikia gouverneur wa province ya Kivu, société civile dans sa diversité. Kumwambia kama tukatama na proposition. Kama mnasema oro siende Bukavu, mutulete swate primaire hapa Kamituga kwa inauza oro hapa, kubale ba negocia. Ou soit muna sécuriser route Kamituga vers Kasongo, vers Chabunda kiti mulisemaka wako wanapita. Basi kabisa pita mwele route na mizigo yao na muko insecurity. Tukapropose hao wanakuwa na tia vole hapa nitakuwa na beba wale ba operateur économique na mizigo zao. Inakuwa sasa comme si c'est un passe d'or pour certains wazalendo na certains FARDC kunyang'anya makoi za watu za oro route national numéro 2. Kunyang'anya makoi za oro za $100,000, za $50,000, za $80,000. D'ici peu ba operateur économique ya territoire ya Mwenga vile Kamituga bataomba, na kama unajua muhariri kama force ya entité ni ba operateur économique. Sans économie entité iko zero. Alors kwa disi tirika raia tunaona kama c'est un passe d'or yenye gouverneur de la province alipase bazaleno na ba FARDC pour appauvrir batoto ya territoire ya Mwenga na batoto ya vile ya Kamituga. Parce que haiko shie ndio tulita M23, haiko shie ndio tuleta vita. Alors hausia mesure afunge mulango na nashinda kufungula nyingine. Si la fermer la porte, il doit nécessairement ouvrir une autre. Mwishowe ameahidi kuanzisha hatua zingine za kikatiba ili kuomba suluhisho ipatikane, kwani raia sio wafungwa pa Kamituga na Mwenga. Alors si ça vile shirika ya raia tunaomba watu wenye wiko na security mikono yao wafanye kazi yao, watulinde sie na mali yetu. Ndio kazi yao hiyo. Hiyo mesure ambayo gavana wa jimbo ametoa, je, mnaona iko na impact négatif positif? Impact très plus que même négatif. Parce que comme ingine sema bwana Mwari, c'est comme si c'était un passe d'or yenye banapatia ba FARDC na bazalendo. Kwanza nyang'anya mizigo ya watu ya oro ya banani ya ba commerçant. Avec kia tutia population viti ya politique, gouvernement ilikuwa ingali Bukavu pale na oro iko naenda Rwanda. Gouvernement ilikuwa ingali Bukavu na bashina biko natoka Rwanda banakuwa mu Kongo. Alors hii banasema kama oro inatoka Kamituga isiende Bukavu. Basi bafungule primaire hapa au basi ingine njia yenye ba negociado
ya Kamituga watakuwa na safirisha manani mizigo yao. Ils nous ont dit de sensibiliser les négociateurs juu ya kuuza manani ma carte jaune. Tulifanya ma carte jaune iliuziwa na franga zilitoka hapa zilienda manimero za batu. Nous avons des épreuves de ça. Manimero zenda ma franca za ma carte jaune zenda manimero. Vous voyez? Alors, ba négocier bauze na baita tena ba pauvrir. Ni sasa nitasema hapa. Mpaka hivi gavana ayajibia ile kibarua chetu. Une fois vitu vinaendelea tutakamata nyingine maksudi ni grande envergure kupatana na ile na ile situation. Tutaprendre en charge. Tubakie ba pauvre, atoisika tubakie ba faible, ba tuaffaiblir jusqu'à ce niveau-là na tout tunaona. Parce que la force d'identité c'est les opérateurs économiques. Alors, atoisipenda ba opérateurs économiques yetu baidiwe mali humu mwingine biko naingiliwa na watu wenye kumiliki silaha na munjia pia baibiwe mali banyang'anyiwe mali yenye biko nao. Kule katika tarafa la Uvira hapa Sange ni kwamba baadhi ya mashirika ya kiraia tarafani Uvira yanaomba kwa mkuu kiongozi mpya wa site ya Sange kutumika kwa maslahi ya raia kwa ajili ya maendeleo ya Sange. Kwa Kikidu Mfilemo, mkuu kiongozi wa shirika la raia tarafani Uvira, ameanza kuonesha namna harakati za kumsimika zilivyokuwa. Tangu hapo vita iliingia kwa upande wa Kamanyola, ilionekana kwamba watu wa sehemu za Luvungi, Begera, Mterizi, Sange, Runingu walikuwa wanaanza kukimbia. Na wakati walianza kukimbia ilibidi pawe na ile ya watu wengine kusimama, na wakasimama wakaangalia nini njoo ya kufanya, wakishirikiana na wazalendo na wa FARDC. Basi hali ikawa iko inarudia sawa kidogo, sababu kulienda onekana kuzuia barabara kwa upande wa Katogota. Na wakati kama na huo ilijikuta kwamba chef de cité naye alikuwa alikimbia. Ikabidi akarudi baada ya muda, na wakati aliporudi kwa mwezi wa 4 ilibidi pawe na tukio ambalo lilipitika kwa mji wa Sange ikamfanya tena kukimbia. Ile tukio wakati lilifanyika ikabidi babaki yule ambaye alikuwa ni makamo wake. Sasa ilipofika tariki 9 tukawa tunasikia ya kwamba kunakuwa na yule ambaye atakuja kumgomboa, na tariki 10 ilipofika tukasikia ya kwamba kufika kwa masaa ya 11 ikaenda kuonekana ya kwamba yule ambaye ni kiongozi makamu wa tarafa la Uvira ataenda kuonekana kwa mji wa Sange, na kiongozi ambaye anakuwa ni wa mpya akifanya installation kwenye biro ya site ya Sange. Hiyo ndio hali tulienda kufanya kama vile msimamo kwa mji wa Sange. Hata hivyo, upande mwingine ameongeza kuwa upande wao bado kutoa tamko lolote juu ya kuwekwa kwa mkuu kiongozi mpya ndani ya site ya Sange. Kidumu Filemon arejea tena. Sasa watu wanakuwa na ile ambayo wamezungumza kuwapata, wamesema kwamba inawezekana procedure haikuwa nzuri, ndio inakuwa katika baadhi ya watu, na wengine wanazungumza kwamba wamefanya vizuri. Hiyo hali ile ambayo inakuwa sasa kwa mtu wa Sange, ile ndiyo imefanyika to this procedure wamezungumzia. Hakuna hata kibarua cha kumuinforme ambayo angepaswa kufanya remise de prix, yani ni wao tu, yeye tu kiongozi ambaye ni wa mpya na yule kiongozi makamo, hiyo walienda kufanya ile kazi. Yani hawakuwa hata na mambo ya community, hata wale ambao walipaswa kualikwa ni kama vile marafiki tu ndio walikuwa pale na kupata kufanya ambayo imefanyika. Sasa watu wakazungumza kwamba kulikuwa vishi de procedure ile. Sisi kwa shirika la raia Force Vive hatuyawahi kufanya mazungumzo ajili ya ile sababu imetukuta, tukio hilo limetukuta katika misafara nyingi, yani tunakuwa na vikao vingi.
Na kule katika jiji la Kinshasa, makao makuu ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni kwamba nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo haitotia saini kwenye mkataba wa Washington endapo Rwanda haitaondoa majeshi yake mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndivyo amesema msemaji wa serikali ya DRC Patrick Muyaya. Mengi zaidi, Safari Alimasidilwe ametuandalia ripoti kamili. Naam. Licha tangazo la ikulu ya White House kwamba atasaini makubaliano ya Washington na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame, Rais Felix Antoine Tshisekedi atakwenda katika mji mkuu wa Marekani hadi pale vikosi vya Rwanda vitakapojiondoa kutoka kwenye ardhi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hayo yalisemwa na msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya alipokuwa akijibu maswali ya RFI siku ya Jumatano, akisisitiza kuwa kuondolewa kwa wanajeshi wa RDF ni jambo la msingi kwa maendeleo ya mazungumzo hayo. Alisema, tunajua kuwa kuondoka kwa vikosi vya Rwanda ni sharti kuu ili tuweze kusonga mbele, kwa sababu rais wa jamhuri hawezi kwenda Washington kama tutaweza kwa kushirikiana na Wamarekani ambao tunafanya nao kazi kudhibitisha kwamba kweli kumekuwa na kuondoka kwa kile kinachoitwa kwa lugha ya kidiplomasia hatua za ulinzi, lakini kwa hakika ni vikosi vya Rwanda. Hata hivyo, kiongozi wa serikali alieleza kuwa kusainiwa kwa mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda kati ya Kinshasa na Kigali wiki iliyopita ni hatua muhimu kuelekea kusainiwa kwa makubaliano ya Washington kati ya Felix Tshisekedi na Paul Kagame, ambao tarehe yake bado inasubiriwa kudhibitishwa na rais wa Marekani Donald Trump. Na kabla tujamaliza, mpenzi msikilizaji, nikukumbushe kwamba mbunge wa taifa Emeboji Sangara amechaguliwa kuwa spika wa bunge la kitaifa huku akipata kura 413 kati ya wapiga kura 423, huku kura 10 zikirangazwa kuharibika. Emeboji anachukua nafasi ya Vital Kamerhe ambaye aliondoka madarakani tarehe 22 Septemba kufuatia ombi la maandishi mapetisio iliyosainiwa na wabunge 262 waliotaka jiuzulu. Boji ambaye aliwahi kuwa waziri wa nchi anayesimamia bajeti kwa zaidi ya miaka mitatu, alikuwa waziri wa nchi na viwanda katika serikali ya Sumino ya pili hadi hivi karibuni. Tarehe 21 Oktoba alitangaza kujiuzulu kutoka serikalini ili kurejea katika bunge la kitaifa, hatua iliyomfungulia njia ya kugombea nafasi ya uspika wa bunge. Tumalizia na habari za kule Burundi. Ni kwamba jeshi la Burundi limekanusha taarifa za kuwashambulia na kuwakataza wananchi kwenda kuemea kwa muda wa mwezi katika kijiji cha Minembwe, sekta ya Lulenge, tarafani Fizi, jimboni Kivu Kusini. Msemaji wa jeshi la Burundi Brigadier General Gaspar Baratuza amebainisha kuwa hawana askari yeyote maeneo ya Minembwe. Ayo madrone bavuga ahaguruka ibujumbura bahagaze hariya bayabona gute? Urumva imvugo zabo, ingwano y'ururimi niyo bakoresha kugira ngo bumvishe amakungu n'abandi batabizi yuko hari ikintu kiriko kiraba kidasanzwe. Ndege zisizokuwa na rubani zikitoka mjini Bujumbura, wao wakiwa kule walizionaje? Viteo mara nyingi ni ya mdomo ili waweze kuwaonyesha mataifa kuwa kuna kitu kibaya ambacho kiko kinafanyika. Lakini ni wafahamishe kuwa taarifa hizo za kwamba wanajeshi wa Burundi wanawavamia wananchi, hizo ni taarifa za uongo. Wanajeshi wa Burundi hawamchokozi mtu yoyote, lakini kuwachokoza wanapaswa kujibu mashambulizi. Na tuna kambi sehemu mbalimbali, lakini maeneo ya Minembwe hakuna askari wa Burundi aliyeko kule. Waliandaa maandamano kwa kuwatumia watoto na wanawake katika kuyahadaa mataifa kwa kutaka kuwapiga vita wanajeshi wa Burundi. Niwaambie hasa katika maeneo ya Mulamvya, Mugeti na Mazembwe, walipo Warundi waulize Wanyamulenge jinsi wanavyoishi vizuri, lakini hapo Minembwe wanapoishi waasi ndipo ambapo wako wanapiga kelele. Abarundi bari mubaze Abanyamulenge babanye nabo Barundi ingene barema amasoko kangorane bidegemvya kandi bavugana neza n'Abarundi, ariko aho Minembwe bari kumwe n'abantu. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Mimi ni Omari Makelele Ozela.